Sauti hii siku ya leo inazungumza na wewe mwanaume. Nipo hapa kufunguka na wewe kidume sheria 15 za kuzizingatia sana na kuzifuata kama mwanaume halisi, mwanaume kamili. Tuanze na sheria namba 1, bango. Usiache mwanamke akuvunjie heshima. Bora kuvunjwa mguu kuliko kuvunjiwa heshima. Yes, mara nyingi hiyo opposite gender huaga wanaanzaga kujaribu kwa mara ya kwanza, na ukimchekea kesho yake atarudia kwa mazoea. Hakikisha anapojaribu tu mfundishe haraka sana. Sheria namba 2, hakikisha unakuwa bora kitandani. Mwanaume heshima kubwa ipo hapa. Usione aibu kuchapa bakora. Hakikisha unakuwa daktari mzuri kitandani. Dunga sindano vema. Akitoka hapo lazima kusalimie. Sheria namba 3, usibadilike vile ulivyo kuvutia watu. Haitobadilisha chochote. Mwanamume halisi hawezi kubadilisha muonekano wake ama kujiongeza mavitu mwilini mwake ili tu awavutie wanawake ama watu. Twende sheria namba 4. Kamwe usithubutu kumrudia mpenzi wako aliyekuchiti. Hebu tukazie hapa. Mwanamume kurudiana na mpenzi wako aliyekuchiti ni udhaifu. Mwanamke uliokuwa naye kwenye mahusiano akakusaliti na kulala na mwanaume mwingine, huyo hata kama anakupenda vipi bado hatakuja kukuheshimu na tena atakuja kukuchiti tena. Usiwe mdhaifu kihivyo. Watu wakionjaga sukari hawaachagi kirahisi. Sheria namba 5, usitongoze mwanamke aliyekuzidi umri wala usithubutu. Ndio ni wepesi kukubalia, tena ni wepesi kukufuata kukutongoza wewe, lakini unapoteza umri wako sana endapo ukidate nao. Ndio usihangaike na chakula cha baridi wakati cha moto kinakungoja. Hivyo aliyekuzidi umri achana naye. Hata kuja kukuheshimu, hata akijilazimisha lazima tu utaona. Kama unabisha, jaribu siku moja kumkoromea. Hata kuvumilia hata siku 2, utajua ujui. Sheria namba 6, usipigane na mwanaume mwenzako kwa ajili ya manzi. Kwani mwanamke ndiye atakayekuwa na kosa. Lazima kwanza yeye aonyeshe msimamo wake. Mnaweza mkaishia kupigana vidume na wote msipate chochote, msambulie chochote, wala usithubutu kuwatania mashikaji zako kwa ajili ya kumfurahisha manzi wako. Yo bora, you'll die maze. Sheria namba 7, kila mara kuwa na matamanio ya kuwa bora zaidi ya jana. Hivyo ndivyo mwanaume anahitajika. Sheria namba 8, usiombe kupendwa, yani usilazimishe kupendwa. Kama hutaki mwache aende. Wapo wanaokuhitaji. Mwanaume ni mwanaume tu mwanaume. Asikwambie mtu. Twende sheria namba 9, vaa vizuri. Popote unapokwenda hakikisha unavaa vizuri. Unanukia kidogo, ndio mvuto wako uko hapo. Sheria namba 10, hakikisha mfukoni mwako hakukosi shilingi. Bango nene linajieleza hii sheria namba 10. Zingatia maokoto, kujiamini. Yes, ukiwa na maokoto mfukoni ndio inaleta kujiamini kama mwanaume. Hakikisha hii sheria unaizingatia ipasavyo sana. Zingatia maokoto. Sheria namba 11, usiwe na sehemu moja inayokuingizia pesa. Watu wengi watakuja kuizingatia sheria hii endapo pale watakapojisi wamekuwa. Kama wewe bado janki unakula maisha, hautaweza kuielewa hii sheria. Ila nakukumbusha tu sheria namba 11, usiwe na sehemu moja inayokuingizia kipato. Ukianza kukua utakuja kunishukuru. Sheria namba 12, walinde walio nyuma yako. Yoyote yule anayekutegemea ama umemtangulia na mfumo unakulazimisha kuwa unahitajika umuongoze, basi huyo yupo nyuma yako, mlinde. Sheria namba 13, bro, kama hujaalikwa mahali popote usiende na usijaribu kuomba kwenda. Yani kitokea kama kuna issue yoyote, party, sherehe, nini,
Ukiona wamealikana, wewe kausha vunga kama hujapata mwaliko. Linda heshima yako bro, wewe ni mwanaume. Sheria namba 14, fanya mazoezi at least kwa mwezi mara 4. Wewe ni mwanamume. Kama umejisahau, mimi nakukumbusha, mwili wako hautakiwi kuwa mlaini kama wa upande wa pili. You got me? You got me. Sheria namba 15 na ya mwisho siku ya leo, funguka na mimi ambao tumekuandalia sheria special for loose for men. Yes, jiamini. Sheria namba 15 hiyo. Fresh tu. Kama kuna mwana anataka kukuvimbia mbele ya manzi yako, usionyeshe udhaifu, na unapokuwa karibu na mwanamke mfanye ajue nipo na mwanaume. Usiruhusu hofu ikuzuie. Sisi ni wanaume. Kiumbe cha kwanza chenye mamlaka kuumbwa duniani ni sisi.